Mfumo umeleta manufaa. Tunazungumza mfumo mzima, kwa maana mfumo wa ununuzi wa umma nchini, kuanzia mabadiliko haya ya sheria pamoja na kanuni na mfumo wenyewe wa NeST. Manake umepelekea wananchi wengi sasa wamenufaika na zabuni hizi za serikali, na ukiangalia kwenye takwimu, uzuri mfumo wa NeST unatoa takwimu. Kwa hiyo na hizi takwimu zinabadilika kila dakika. Kwa mfano vikundi maalum ambavyo vilikuwa vimesajiliwa mpaka sasa tuna vikundi zaidi ya 3,000 vya wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu. Na hawa ukiangalia wamepata, tangu tumeanza mfumo wa NeST mwaka 2023-2024 tayari wameshapata tuzo zenye thamani ya zaidi ya bilioni 30 zaidi, kwa sababu kila siku wanapata, na ni katika hali ya uwazi, na wengine wamekuwa mashuhuda wakishuhudia wao. Kuna mmoja juzi alikuwa anazungumza hapa kwamba hakuamini amepata tenda, hajawahi hawakuamini, lakini wamepata kwa sababu waliomba kwenye mfumo wa NeST na wakaambiwa kikundi chenu kimeshinda tuzo, wakaalikwa kwenda kusaini mkataba na wanaendelea kutekeleza. Kwa hiyo sasa kwenye mafunzo haya ya mfumo wa NeST ambayo tumeyapata sisi kama wakaguzi wa ndani, yatatusaidia sisi kwenye kuangalia sasa mifumo ya udhibiti wa ndani ilivyoimarishwa, kwa sababu mfumo wa NeST umekuja kuongeza uwazi katika mchakato mzima wa manunuzi, kuongeza uwajibikaji wa watu. Kulikuwa kuna changamoto sana kwenye kaguzi zetu ya ukosefu wa nyaraka. Sawa, kwa hiyo baada ya kuja mfumo inakuwa rahisi kupata taarifa kwenye mfumo, lakini pia kumbukumbu zinatunzwa kwa usahihi. NeST inatusaidia pia kwa ZPPRA kuja na mfumo wetu tuuboreshe wa ePROS, kwa sababu kule Zanzibar sasa tunatumia mfumo wa ePROS, lakini kwa sasa kuna mapungufu madogo madogo yamejitokeza tukilinganisha na wenzetu. Mfumo wao sasa hivi mambo mengi wameyaboresha. Kwa upande wetu wa Zanzibar tuna mfumo unaitwa ePROS, yani ni electronic procurement, ambao huo una differ kidogo na mfumo wa NeST wa Tanzania bara, lakini kwa ujumla kuna mambo ambayo tunapaswa kuyarekebisha sisi ama kuyaongeza katika mfumo wetu wa Zanzibar, ambao hayo yataenda kuleta ufanisi zaidi katika shughuli za ununuzi. Kwa hiyo tupo kujifunza hapa ili kwenda kufanya marekebisho na kuongeza baadhi ya maeneo ambayo yatakuwa yanaakisi na ununuzi halisi katika nchi yetu.